Shukrani za dhati kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali chini ya Mheshimiwa Hamza Said Johari pamoja na naibu mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Samuel Marco Maneno kwa kutuwezesha kuweza kufanya kliniki hii, lakini shukrani za kipekee ziende kwa Mheshimiwa Rais ambaye yeye ndio mwenye maono haya na sisi tumekuwa tukiyafanya. Sisi kama mawakili wa serikali, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi ndio think tank ya nchi, na tangu utawala huu wa Mama Samia umeingia madarakani tumeshinda kesi nyingi kweli, lakini pia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imekuwa ikirecruit mawakili ambao wana uwezo mkubwa na weledi mkubwa kiasi kwamba sasa nchi imetulia kutokana na kazi nzuri ambayo tunaifanya, na sisi tumeona vile vile ni busara kama chama cha mawakili wa serikali kuungana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambaye ndio mlezi wetu katika kuhakikisha tunaendelea kutoa msaada wa kisheria kwenye kliniki hizi za kisheria katika taifa letu la Tanzania. Kwa sasa hivi tuko takriban wanasheria 4500 ambao tumesajiliwa mawakili wa serikali, na mwaka jana Mheshimiwa Rais alitupa kiasi cha bilioni 1 kama chama cha mawakili wa serikali. Tumekiwekeza kwenye bondi za BOT. Kuanzia mwaka huu mwezi wa 10 tutaanza kuwa tunapata gawio, na tunaamini kupitia ile gawio ambayo tulikuwa tunalipata pia zitatusaidia kwenda maeneo mbalimbali kutoa msaada wa kisheria. Kwa hiyo tunaomba tu utufikishie salamu za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwamba wanasheria, mawakili wa serikali, lakini wanasheria walioko Tanga na hata sisi viongozi wa kitaifa mawakili wa serikali tunampenda, tunamhusudu kwa namna ambavyo anaiongoza nchi, lakini kwa namna ambavyo anatuongoza. Tumeona mambo mengi yakifanyika katika utawala wake, mengine hayasemwi sana. Jana nilikuwa naangalia kwenye website ya kiasi cha dhahabu ambacho tunacho kwenye nchi yetu ni takriban tani 19. Haijawahi kutokea tangu nchi yetu ipate uhuru. Kwa hiyo tunaomba mpongeze sana, na sisi tutaendelea kumshauri kwenye mikataba, kwenye kila eneo ambalo linahitaji msaada wa kisheria kwenye kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele.